Seneti ya Marekani imefanya mabadiliko makubwa katika muswada wake unaohusu uhusiano wa kimataifa na nchi ya Tanzania, hatua inayotarajiwa kuleta mabadiliko ya kiutendaji katika nyanja za diplomasia, usalama na ufadhili wa miradi za kijamii. Katika marekebisho hayo mapya, wabunge wa Seneti wameamua kuondoa rasmi pendekezo lililokuwepo awali la kusitisha misaada ya kiusalama kwa Tanzania, jambo linaloruhusu kuendelea kwa ushirikiano wa karibu wa kijeshi kati ya nchi hizi mbili. Ushirikiano huo unajumuishwa utoaji wa mafunzo wa kimkakati, ushauri wa kitaaluma, pamoja na msaada wa vifaa vya kiulinzi kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa majeshi wa ulinzi na usalama katika maeneo ya kimkakati nchini. Hatua ya kuruhusu misaada ya kiusalama inatajwa kuwa na umuhimu mkubwa katika kukabili changamoto za kiulinzi kikanda, hasa ikizingatiwa kuwepo kwa vitisho vya ugaidi na masuala ya usalama wa baharini katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, muswada huo umeleta mtazamo tofauti katika sekta ya kijamii baada ya kuweka vizuizi vikali vilivyohusu ufadhili wa miradi ya maendeleo, hali inayoashiria kuwa miradi mingi inayotegemea rasilimali za kifedha kutoka Marekani inaweza kukumbana na uhaba wa rasilimali au kukatishwa kabisa. Mabadiliko haya yanaonyesha mgawanyiko wa kimkakati ambapo msaada wa kijeshi unafunguliwa wakati rasilimali za kijamii na kiuchumi zimewekwa chini ya uangalizi maalum. Kupitia utaratibu huo mpya, ufadhili utatolewa kupitia shirika la changamoto la milenia, yani Millennium Challenge Corporation, umesitishwa au kuwekwa chini kwa ukaguzi wa kina wa kisheria kabla ya kuidhinishwa tena. Shirika hilo limekuwa chanzo kikuu cha rasilimali za kifedha zinazotumika kuendeleza miradi mikubwa ya miundo msingi kama vile barabara, upatikanaji wa huduma za maji safi, nishati za umeme na kukuza mifumo ya uzalishaji wa kiuchumi nchini. Kusimamishwa au kucheleweshwa kwa uidhinishaji wa fedha hizi kunatarajiwa kuleta athari za papo hapo katika ukamilishaji wa miradi hayo ambayo ipo katika hatua ya kwanza za utekelezaji au ile iliyotarajiwa kuanza hivi karibuni, na hivyo kuongeza mzigo mkubwa wa kifedha katika bajeti kuu ya serikali. Kipengele kingine cha sheria kilichoridhiwa katika marekebisho hayo ni kuongeza kwa uwezo wa wigo wa sheria ya kimataifa ya uwajibikaji inayofahamika kama the Golden Matrix. Sheria hii inaipa serikali ya Marekani mamlaka ya kisheria ya kuwaweka vikwazo vya kiuchumi na kijamii watu binafsi wanaohusishwa na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu au masuala ya ufisadi wa kiwango cha juu. Vikwazo hivi vinajumuisha kuizuia watu hao kusafiri kwenda nchini Marekani pamoja na kufungia mali na akaunti zao za kifedha zilizopo ndani ya mamlaka za nchi hiyo. Ujumbe unaonyesha kuwa uwajibikaji wa mtu binafsi utasisitizwa hata kama ushirikiano wa kiserikali katika masuala ya kiulinzi unaendelea. Ushirikiano wa kiusalama pia unatarajiwa kuongeza uwezo wa jeshi la polisi na jeshi la ulinzi wa bahari katika kulinda mipaka, kuizuia matokeo ya kihalifu na ugaidi na kuimarisha utulivu katika maeneo ya bandari. Hii
hali inatajwa kuwa inaweza kusaidia kurejea ama kurejesha imani ya wamashirika wa kikanda kuhusu nafasi ya Tanzania katika kulinda amani. Licha ya manufaa haya ya kiulinzi, uwepo wa vizuizi vya kiuchumi unatajwa kuwa na mwelekeo wa kupunguza kasi ya ukuaji wa miundo msingi, kupunguza fursa za ajira kwa vijana wanaotegemea miradi ya maendeleo na kufuruga mipango ya muda mrefu ya kiuchumi ya serikali. Kufuatia maamuzi hayo ya Seneti, wadau mbalimbali wameonyesha mitazamo ya tafadhali, huku kukiwa na mapendekezo ya serikali kuchukua hatua za haraka za kidiplomasia ili kufafanua misingi ya ushirikiano huo wa kijeshi. Lengo la hatua hizo ni kuhakikisha kuwa misaada ya kiusalama hautumiwi kama njia ya kudhoofisha uwajibikaji wa kiraia na misingi ya haki za binadamu nchini. Viongozi wanaohusika na utengenezaji wa sheria wameshauriwa kuanza kuangalia vyanzo mbadala vya mapato kupitia ushirikiano wa kikanda, mashirika mengine ya maendeleo ya kimataifa au kuvutia uwekezaji kutoka sekta binafsi ili kupunguza athari za kiuchumi zinazotokana na utegemeaji kwa upande mmoja. Mashirika ya kiraia vilevile na watetezi wa haki za binadamu wamesisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa matumizi ya sheria ya Golden Majesty yanafanyika kwa usawa, haki na baada ya uwepo wa uchunguzi wa kina wa kisheria ili kuizuia matumizi mabaya ya kisiasa. Washiriki wa kidiplomasia wa Marekani wanakabiliwa na jukumu la kuwashawishi na kuwasisha maslahi yao ya kiusalama katika ukanda wa Afrika Mashariki na hitaji la kulinda haki za raia bila kusababisha athari hasi kwa mwananchi wa kawaida wasiohusika na migogoro ya kiserikali. Mkakati wa kigeni unapaswa kuendeshwa kwa njia ya mazungumzo ya pamoja ili kuilinda uhuru wa kisheria wa kila nchi. Mabadiliko haya ya muswada yanatoa mapendekezo manne makuu ya kiutendaji kwa mamlaka nchini, ambapo la kwanza ni kuwepo kwa sera madhubuti inayotarajiwa ama inayoratibu misaada ya kijeshi ili isitishe uhuru wa ndani wa mahakama na haki za raia. Pili, kuwepo kwa jitihada za makusudi za kutafuta mashirika wapya wa kiuchumi ili kulinda miradi ya miundo misingi isisimame pale wafadhili wa zamani wanapoweka vizuizi. Tatu, kuimarisha mifumo ya ndani ya uwajibikaji na uwazi ili kuondoa mazingira yanayoweza kuwavutia mashirika wa nje ama washiriki wa nje kuweka vikwazo vya mtu binafsi kwa viongozi au watumizi wa umma. Huku la nne ni kuhakikisha kuwa sekta binafsi na sauti za wananchi zinasikilizwa wakati wa majadiliano ya kidiplomasia ili hatua zinazochukuliwa zizingatie maslahi ya kiuchumi ya jamii.